kimsingi tunatii na kuzingatia na kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo hasa katika sera yake ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na huduma jumuishi za kifedha. Lakini pia pamoja na hayo, mtakumbuka siku si nyingi serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania walizindua kanuni za matumizi ya fedha za kigeni nchini, na pamoja na mambo mengine, zile kanuni zilikataza matumizi makubwa ya dola katika transactions zetu za kila siku, ili tu kuweza kuhakikisha kwamba matumizi ya shilingi yanafanyika kwa kiwango kinachostahili. Katika kuungana na serikali yetu, kwa sasa hivi kuna mwongozo ulitoka ya kwamba kwa matumizi ya kawaida ndani ya nchi yetu fedha za kigeni zisipewe kipaumbele, itumike shilingi yetu. Sawa. Na tunaamini katika kusapoti au kuhimiza zaidi huduma za kifedha jumuishi, meaning kwamba kila Mtanzania ambaye ana uwezo wa kutransact au kufanya miamala aweze kuifanya kwa urahisi na bila usumbufu wowote. Mwongozo huu kwa ufupi tu ni kwamba tulikuwa kuna mazoea kwamba upo ndani ya nchi yetu hii, kuna baadhi ya huduma na bidhaa ulikuwa unaweza ukazilipia au ukazinunua kwa fedha za kigeni. Sawa. Sasa viongozi wetu pamoja na wasimamizi wa sekta ya fedha, tukimaanisha Benki Kuu, wakaona kwamba watoe mwongozo rasmi kwamba shilingi yetu ipewe nguvu zaidi wakiwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo bidhaa zote na huduma zote ziwe zinalipwa na kununuliwa kwa kutumia shilingi ya Tanzania. Sasa tunajua sio kila mtu ni rahisi kwake kutumia huduma labda ya benki au huduma ya bureau. Kwa hiyo kwa pamoja wote, wadau wote kwenye sekta ya fedha, tunashirikiana pamoja na serikali kwamba iwe swala la kubadilisha fedha za kigeni iwe inafanyika sehemu rasmi kwa uharaka na kwa uhakika zaidi. Kikubwa ambacho nimekifurahia ni kwamba ni ile hamasa ya sisi wa Tanzania kutumia fedha zetu katika miamala, kwa sababu hapo ndipo tutakapoweza kukuza uchumi wa kwetu. Tofauti na kwamba hata kama tutakuwa tunatoa bidhaa tofauti nje ya nchi na kuingiza fedha za kigeni, lakini kuna kile kitu tunasema pia ni uzalendo. Ili uchumi ukue, lazima upende kitu chako kilicho cha ndani. Tutumie fedha za kwetu katika kufanya malipo kuliko kutumia fedha za watu wengine, kwa sababu ukiangalia sera ya kwetu katika fedha, nadhani wamelaunch ilikuwa ni kwenye mwezi wa 3, imeleta mabadiliko makubwa kwenye sekta nzima ya finance. Ukiangalia watu katika kupata vipato vyao vimeongezeka kwa sababu tumeacha kutumia fedha za kigeni na sasa hivi tunatumia T-shilling, lakini pia hata thamani ya fedha imeendelea kupanda.